Asante kwa kutazama runinga ya Capuchin na karibu kwa awamu ya pili. Kumbuka kwamba siku ya Ijumaa ni siku ambayo tunaangazia swala la fasihi, na ndani ya chumba hiki tunaye mgeni ambaye ni mwalimu hodari. Mwalimu, hujambo na karibu. Asante sana kaka. Naam. Nashukuru kwa mwaliko. Asante. Nashukuru kwa makaribisho aula mahali pazuri, nahisi nyumbani. Asante. Mbali na nyumbani zaidi. Kweli. Kwa majina naitwa Bwana Hodari, nikiwa mwalimu, mwanafunzi wa Kiswahili na shabiki wa Kiswahili. Naam. Natokea na kufunza shule ya St. Jude inayopatikana pale Donholm, shule ya Kikatoliki. Mwalimu wa Kiswahili, farisi wa Kiswahili, aliye na hari ya kufunza Kiswahili, mbali na kuwa hodari na gwiji wa Kiswahili. Asante sana. Asante na karibu. Kila siku ya Ijumaa hapa na wasimulia watazamaji angalau hadithi moja fasihi simulizi. Naam. Lakini nimeona ni vyema uje waelezee mwanzo kabisa fasihi ni nini? Asante sana kaka. Naam. Tunapozungumzia kuhusu fasihi, fasihi ni sanaa ya lugha inayotumia maneno kuelezea ujumbe. Naam. Ujumbe huu huwa unamhusu binadamu hasa. Hivyo basi fasihi ni kazi ya kisanaa. Naam. Tunapozungumzia kuhusu kazi ya kisanaa, tunazungumzia kuhusu kazi ambayo imesukwa, ikahakikiwa na ikaisukika kwa muundo ambao ni wa kipekee. Naam. Ina mbinu ambazo itapitia. Kazi hii itachanganuliwa katika vipengee mbalimbali ili ya kwamba iwe fasihi. Hivyo basi ni kazi ambayo ni ya kisanaa. Tunapozungumzia kuhusu sanaa, kuna sanaa ya uigizaji. Hasa wakati mwingine unapoifananisha, utaifananisha na kazi hizi ambazo tumekuwa tukiziona runingani, redioni, zikiwemo nyimbo, ili ya kwamba yule muimbaji aje na wimbo. Naam. Lazima afikirie ni ujumbe gani ambao atauzungumzia. Naam. Hivyo basi tunapozungumzia fasihi, tunazungumzia kuhusu sanaa ya lugha kwa jumla. Kwa hivyo kwa ufupi tu, fasihi ni sanaa ya lugha. Naam, tunatambua kwamba fasihi imejigawa katika makundi mawili, ikiwa na maana kwamba fasihi simulizi na fasihi andishi. Waweza ukatuelezea kwa kina tofauti hizi mbili zinatokana na maana ipi? Naam, tunapozungumzia kuhusu tanzu za fasihi, fasihi imegawanywa katika tanzu mbili. Tanzu ya kwanza ni fasihi andishi, na tanzu ya pili ni fasihi simulizi. Naam. Jinsi tu ambavyo maneno haya ama jinsi ambavyo tunaitafsiri tu kwa njia ya moja kwa moja. Fasihi simulizi ni ile ambayo upitishwa, ujumbe upitishwa kwa njia ya mdomo. Kwa hivyo kusimulia ni kutamba au kuhadithia. Hivyo basi mara nyingi itapitishwa kwa njia ya mdomo. Nayo fasihi andishi, kunavyo vipera viwili vya fasihi andishi. Kunacho kipera cha fasihi andishi nadhari, na kunacho kipera cha fasihi andishi ushairi. Tunaporejelea kuhusu fasihi andishi, labda tu ni kurejeshe pale nyuma. Ni fasihi ambayo hutumia njia ya maandishi kuwasilisha ujumbe. Tulivyosema mwanzoni ni kwamba fasihi andishi au fasihi simulizi ni ujumbe ambao utamtafsiri na utamzungumzia kuhusu binadamu. Kwa hivyo njia ya kuiwasilisha fasihi andishi ni njia ya maandishi. Naam. Hivyo basi itasomwa katika vitabu, itasomwa katika majarida, fasihi itasomwa katika magazeti na vyombo mbalimbali ambavyo vinatumia njia ya maandishi kuwasilisha ujumbe. Naam, na tanzu hizi kwa mfano fasihi simulizi vile vile pia imejigawa katika makundi. Kwa mfano kuna hadithi ambayo mimi wasimulia mara kwa mara watazamaji wetu. Pamoja kuna migaini na visasili. Vile vile pia katika fasihi andishi kuna riwaya, kuna mashairi na kuna nyimbo. Vipengele vipi ambavyo vilitumiwa kugawanya fasihi hizi? Na tunapozungumzia kuhusu tanzu za fasihi mwenzangu, vipera ama tanzu hizi, tanzu ni muundo fulani, tunarejelea muundo. Hivyo basi ili ya kwamba fasihi
igawanywe katika vipera vidogo vidogo. Vile vipera uangaziwa ni muundo mmoja au unaokaribiana, ili ya kwamba kusema kwamba kipera hiki kinasawiriwa na kipera hiki, kwa hivyo vinaoana. Hivyo basi vipera hivi vimechanganuliwa ama vimegawanywa kwa vitengo hivi kulingana na muundo ambao umetumika kuviandaa. Hivyo basi ulivyotaja hapo awali, kuna kipera cha migani, kuna kipera cha nyimbo, kunacho cha ushairi. Hivyo basi utaangalia ushairi ili ya kwamba lugha ambayo imetumika kutunga shairi ni tofauti na lugha ambayo imetumika kutunga hadithi ya vizazi. Naam. Kwa hivyo kwa ujumla tu tutaangalia, tunazingatia tu miundo ambayo imetumika kutunga fasihi ama mitungo hii. Ndipo kutuibadili ama tuichanganue katika tanzu tofauti tofauti. Naam. Naam. Je, fasihi hutumika katika muktadha upi? Naam. Kunayo muktadha mbalimbali ambayo fasihi hutumika. Na labda nikurejeshe hapo nyuma. Tunapozungumzia kuhusu muktadha. Muktadha upi ambao utatumia fasihi? Utabadilika kulingana na hadhira, utabadilika na kulingana na wale watu ambao wapo kiwango cha, na tunapozungumzia kuhusu hadhira, kuna viwango vya wazee, kuna vijana, kuna wale watoto. Kwa hivyo kuna muktadha mbalimbali ambayo fasihi hutumika. Hapo utazingatia umuhimu wa fasihi ambao, ama ni nini unalenga nini kupitisha, ama unalenga ujumbe upi kupitisha kwa hadhira. Kwa hivyo hadhira yako ina mahitaji gani? Hadhira yako ina matarajio yapi? Hivyo basi muktadha utarejelewa kulingana na uhitaji wa hadhira. Naam, mwalimu. Unapozungumza na wanafunzi shuleni, wanafunzi hawa ni wa kiwango kipi? Mko wapi? Wakati upi? Unapozungumza na wazee hawa wako wapi? Wana matarajio yapi? Mazingira yao yanahusu nini? Ndiposa utapata ya kwamba muktadha utabadilika kulingana na hadhira, mazingira na wakati. Katika mtaala huu mpya wa au uliokuwa CBC, sasa nasikia unaitwa CBE. Nafasi ya fasihi inamsaidia vipi mwanafunzi anapotoka nje akimaliza masomo? Inamsaidia vipi katika masuala ya kimapato? Naam, tunaporejelea kuhusu umuhimu wa fasihi na umuhimu wake katika elimu. Fasihi ni mojawapo ya vipengele ambavyo vimetumika kukuza maadili. Hivyo basi mwanafunzi ambaye ameisoma fasihi akaelekezwa vyema, basi maadili yake yatamsaidia katika maisha au mustakabali wake wa baadaye. Dhima ya mwandishi wa kazi ya fasihi, lengo lake mara nyingi huwa ni kuelimisha, kuadilisha. Unapoelimisha kizazi kichanga, hasa wanasema kwamba udongo upatilize ungali mbichi. Hivyo basi wale wanafunzi wanapopatilizwa wangali wabichi, hivyo basi wanapata kutangamana na halaiki na binadamu wa baadaye katika mustakabali mwema zaidi. Muingiano wao huwa ni mwema zaidi. Licha ama kando na kuelimisha na kuhadilisha, fasihi pia uburudisha. Utapata ya kwamba wanafunzi wanapotoka grade ya 6 wamekuwa wakisoma Kiswahili tu, wanasoma sarufi, wanasoma fasihi, lakini kwa kiwango cha chini zaidi. Utapata kwamba wanapoingia grade ya 7, wakati tunapoanza sasa kuwachanganulia mambo ya fasihi, novela, wanaanza kukifurahia Kiswahili zaidi. Kwa sababu utaingia pale, utambe nyimbo, utambe hadithi, wazifurahie, uimbe nyimbo, wazifurahie. Kwa hivyo muingiliano wenu darasani na kupitisha mafunzo huwa umebadilika kutoka
gredi ya 6 hadi gredi ya 7. Jambo ambalo linapelekea wanafunzi kufurahikia Kiswahili zaidi, kukichangamkia na hata kubadili ule mtazamo ya kwamba Kiswahili huwa ni kigumu, kwa sababu uwasilishaji wao wa Kiswahili darasani huwa umebadilika. Hivyo basi fasihi, nataka nipigie upato utangulizi ama kuleta sehemu hii katika awamu ya shule za sekondari msingi. Kwa sababu kumebadili. Wanafunzi wameanza kukifurahia Kiswahili wakijua kwamba kunayo sehemu ambayo wanafurahia katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo fasihi andishi, fasihi simulizi ni muhimu sana katika maisha ya mwanafunzi. Naam. Na sijui labda tu kwa kuongezea. Naam. Kando na kuelimisha jinsi nilivyosema, kuadilisha jinsi nilivyosema, na kuburudisha, fasihi pia uonya. Okay. Utapata kwamba kunazo kazi za fasihi zinazo dhamiria tu kutoa onyo kwa wanaotangamana na fasihi ile. Hivyo basi wanapokuonya ama mwanafunzi huyu anapotangamana na anapotagusana na kazi hii, anaonywa dhidi ya jambo fulani. Hivyo basi utapata kwamba wanafunzi wanajua ya kwamba maadili yao kadri wanavyosonga, kuna mambo ambayo wanajihasi nayo, hawatangamani nayo. Hivyo basi kazi hiyo ni muhimu sana, ama kipengele hiki ni muhimu sana katika mtaala huu. Najua kwamba katika karatasi la 3 fasihi simulizi hujaribiwa. Mtaala huu unawapa wanafunzi kuimba au kuhadithia, kisha baadaye wakatainiwa kama mtihani. Jinsi ambavyo somo la kilimo lilivyo, wanapanda nyanya kisha wanatainiwa, au wale wa michezo, wale wa spoti wanacheza kisha wanatainiwa. Mtaala huu uko vipi katika masuala fasihi? Fasihi utathiminiwa tu jinsi ambavyo masomo mengine pia utathiminiwa. Kwa njia ya maandishi. Kwa njia ya maandishi. Naam. Kando na kutathminiwa, nimekwambia kwamba wanafunzi hawa, unajua umuhimu wa elimu ama dhamira ya elimu si tu kuishia darasani na mitihani hii. Ni zaidi ya maisha pale baadaye. Kweli. Hivyo basi utapata kwamba wale wanafunzi ambao wanaenda kiwango kingine cha juu, wanapata nafasi za kutunga kazi zao za fasihi, wanapata nafasi ya kujihusisha na mambo ya uigizaji, burudani na baadaye. Hivyo basi kazi hii inavyo tathminiwa ni kupitia tu kazi ya maandishi. Na tumesema kuwa wanafunzi, labda ni kukate kalima kidogo. Kweli. Kuna ule mwingiliano wa masomo. Kuna mwingiliano wa masomo, utapata kwamba tunahusisha masomo haya yote. Utapata kwamba si tu kazi ya Kiswahili haitaishia tu katika darasa la Kiswahili. Itaendelea hata katika masomo ya mengine. Hivyo basi ukienda katika masomo ya muziki, wanafunzi hawa na nafasi ya kutunga muziki, na hivyo wanatainiwa hivyo. Kwa hivyo usipofunza mwanafunzi katika somo lako la Kiswahili vizuri kuhusu kazi hizi, hatapata nafasi ya kutunga wimbo ambao ataambiwa labda atunge katika somo la muziki na sanaa. Wajua kale kidogo kabla ujio wa masomo, wavyele wetu au wazazi wetu walitumia hadithi, nyimbo, methali, misemo hivi kuwazungumzia wanao. Lakini kizazi cha sasa, watoto wengi au wanafunzi wengi hawajapata muda wa kutangamana na wavyele wao kwa sababu ya maisha mjini. Wampata mtoto ajui babu wake au shangazi wake kusimulia hizo hadithi. Hivyo basi wanakutana na hadithi shuleni kwa kitabu tu. Sijui kama jambo hili linaathiri vipi matokeo mwanafunzi ule, tunasema performance yake. Performance ya fasihi ikoje katika shule? Nataka nikwambia kwamba kaka Alan, matokeo ya Kiswahili ukiangalia katika mtaala huu ni tofauti katika madarasa ya awali, ukija katika madarasa ya sekondari msingi. Wanafunzi wamechangamkia sana sehemu ya fasihi. Wanaifurahia kwa sababu ya burudani yake. Na matokeo ya mwanafunzi yatalingana na vitu vingi sana katika darasa. Si tu pale darasani na pia nje, jinsi ulivyosema, ubunifu wa wanafunzi hawa ambao tunao. Huwezi linganisha na ule wa kwetu. Nikikukata hapa nje tunaona kuna wasanii wengi wanaimba na wanapata mapato kupitia nyimbo zao. Lakini vile pia kuna
talanta nyingi tu, kwa mfano kala wale ambao wanaweza penda kusema hadithi. Mbinu gani ambazo wanaweza tumia wanafunzi hawa wanaweza tumia kuhadithia umati watu ili wapate mapato, kama vile wale ambao wanaimba, wasanii wanapata mapato? Na nilivyokuwa nikikueleza hapo awali ni kwamba ubunifu, huwezi linganisha ubunifu wa hapo awali na ubunifu wa sasa hivi kulingana na hitaji la wazazi. Unaona maisha yanaendelea kubadilika. Kweli. Hivyo basi anayeathirika zaidi ni mwanafunzi huyu. Wanafunzi hawa wameondokea kupenda burudani za televisheni. Utawapata wengi sana wamezubalia viwambo vya televisheni. Kweli. Utapata wengi hawana muda na wazazi wao. Hivyo basi kiwango chao cha ubunifu kinarudi chini. Hivyo basi ni jukumu la mwalimu kuamsha ari ya wanafunzi hawa darasani ili ya kwamba asukume msukumo huu kwa wanafunzi ili ya kwamba waondoke tu pale mandhari ya kawaida. Utawahusisha kwa kuwapa kazi za ziada, kazi ya mazidadi, ili ya kwamba wanafunzi hawa wanapoenda kule nyumbani wawe na mtagusano wa moja kwa moja na wazazi. Na ndicho kiini na lengo hasa ya mtaala huu wa CBC. Shule, nije katika swali lako la sasa hivi. Shule ina nafasi kubwa sana, ina majukumu makubwa zaidi kuhakikisha kwamba vipawa vya wanafunzi hawa vinakuzwa. Vipawa vya wanafunzi hawa kando na kutambuliwa mapema vinapaliliwa. Hivyo basi ni vyema wanafunzi hawa wapewe nafasi za kujihusisha katika tamasha za muziki ilivyo katika baadhi ya shule zetu. Na hapo ningependa sana kuwapigia hongera wasimamizi wetu katika shule zetu. Ukitembelea shule ya Donholm Catholic St. Jude, utapata wanafunzi hawa wamehusishwa katika tamasha mbalimbali. Kweli. Jambo ambalo linaongeza ubunifu wao. Kwa hivyo nafasi ya mzazi ama jukumu la mzazi limeondoka sana na kurudi kwa walimu. Kwa hivyo hatuwezi walaumu wazazi na hatuwezi pia laumu walimu. Ni jukumu letu sisi sote ili kuhakikisha kwamba wazazi wana nafasi yao katika malezi ya mwanafunzi na walimu wana nafasi yao katika ulezi wa wanafunzi. Lakini walimu hasa wana majukumu makubwa sana katika kulea vipaji vya wanafunzi. Labda ukitaja tu sifa mbili za fasihi simulizi ama fasihi andishi kwa ujumla. Nilivyosema kwamba fasihi huzungumzia maisha ya binadamu. Sifa yake utapata kwamba aidha kunazo fasihi ambazo zinahusisha wanyama, wahusika wake ni wanyama. Lakini utapata kwamba wanatafsiria tu ama wanaichora picha ile ya mnyama kuonyesha tabia za binadamu. Hivyo basi wanazungumzia kuhusu, utapata kwamba ina fasihi sifa zake ni kuzungumzia na kuelimisha jamii. Sifa ya kwanza ya fasihi andishi na fasihi simulizi, andishi huwa imeandikwa kwa maneno, nayo simulizi huwa inasumuliwa kwa njia ya mdomo. Kisha andishi haibadiliki kwa urahisi, itachukua muda kuibadilisha kwa sababu ni kazi ambayo imeandikwa. Nayo fasihi simulizi itabadilika kulingana na hadhira au hisia za hadhira. Labda natamba hadithi kwa hadhira, kisha hadhira ile ikawa imebebwa sana na hadithi yangu, ikaanza kulia, hadhira wanaanza kulia. Hivyo basi itanichukua muda labda nibadilishe hadithi ile, nianze kuhakikisha kwamba nazungumzia mambo ambayo yanawarudisha katika hali zao za kawaida. Kwa hivyo sifa tofauti ni kwamba andishi haitabadilika kwa urahisi, nayo simulizi itabadilika kulingana na hadhira, hisia za hadhira. Mpenzi mtazamaji, wanasema Waswahili ya kuwa fasihi ni kioo cha jamii. Ndiyo maana basi ndani ya jumba hili ama ndani ya chumba chetu hiki cha runinga tunaye mgeni hodari, gwiji kabisa wa Kiswahili ambaye jina lake ni Hodari. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu za habari.
Na michezo ya ligi ya vijana ya FKF Youth Elite League tawi la Machakos imeanza kwa mara ya kwanza kabisa, ikijumuisha timu 40 za wachezaji wa chini ya miaka 17, 15 na 13. Mwakilishi wa FKF Machakos Festus Mutuku amesema ligi hiyo inalenga kunasa na kukuza vipaji wakati shule zimefungwa, huku akiwahimiza wazazi kujitokeza kuwashabikia watoto wao. And the FKF Youth Elite League officially with under 13, under 15 and under 17, which is happening at Machakos Showground, and the rest is happening here at Kenyatta Stadium Machakos. The reason why we have begun this league is to really identify and nurture talents right from grassroots, right from the right age. And I want to thank the coaches, I want to thank the parents for giving their children permission to come and showcase their talents. We thank FKF League for giving us as girls the opportunity to play today's game, because we are always not playing other games before, but we thank FKF for this match for today. We have come here today to nurture our skills and to develop our talents. Today we've played 5 games in each category, in all categories combined. Our first game we drew 2-2. We have partnered with FKF. We are having some mentorship courses going around. We have professionals giving mental health issues, talking to our kids, talking about early pregnancy talks, and also we have others talking about GBV. And to wrap it up, we are doing some tree planting, which is also an exercise which is a nationwide exercise, and we are doing it very well. Naam, ndani ya nyumba jinsi nilivyokueleza ninaye mwalimu Odari. Mwalimu, Naam. Kwa dakika moja labda ushauri wako na maneno yako ya mwisho kwa wazazi pamoja na wanafunzi wakati huu wa likizo ambapo wako nyumbani kutumia hii kamera hii. Wanasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Wanafunzi wako nyumbani kwa likizo ndefu, likizo ambayo takriban miezi 2.5 watakuwa wakitangamana hasa zaidi na wazazi. Wazazi, ni jukumu lako kuketi na mtoto, muelewe. Ushauri wangu kwako ni kwamba wanafunzi hawa ni tofauti zaidi wanapokuwa shuleni na ni wanafunzi tofauti wanapokuwa nyumbani. Muelewe mwanafunzi wako, muelewe mtoto wako, muelekeze kwa njia inayostahili. Kwa wanafunzi, ulipokamilisha muhula huu wa 3, ulikamilisha kwa mtihani. Hii ni nafasi yako ya kujihimu tena. Jikwangure, tumia nafasi hii vyema. Matokeo ya mwaka ujao yataashiriwa zaidi na maandalizi yako ya wakati huu. Usivitupe vitabu katika kaburi la sahau. Vifanye vitabu vyako viwe rafiki yako wakati wa likizo. Cheza kidogo, lakini kumbuka ya kwamba mali bila daftari hupotea. Asante. Naam, asante kwa kutenga muda wako na kuja kuzungumza pamoja na wasikilizaji wetu. Nashukuru sana kwa mwaliko wenu. Asante. Na naomba kwamba nafasi hizi zitakuwa pia ni za manufaa kwa wanafunzi wetu wanaotutizama. Naam. Ni manufaa pia kwa wazazi ambao wanatutizama. Naam. Katika mtazamaji, kumbuka kwamba ni wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ambao wamekuwa wanafuatilia kupitia kwa njia za kimtandao. Amekuweko Mary Maingi akiwa katika maeneo ya Masai Mara, kaunti ya Narok, pamoja na wengine. Tumefika tamati mwa taarifa zetu za habari. Mwenzangu wa lugha ishara alikuwa ni Eric Maluki na mgeni wangu wa siku amekuwa ni mwalimu Odari. Jina langu ni Alan Andiva na kutakia usiku mwema. Alamsiki. Ya kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki.